Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wapenzi watukufu wa channel yetu Ustadh Shafi Online TV, karibuni tena katika channel yetu katika munasaba mkubwa wa kuendelea kuiambia jamii umuhimu wa kuwa Waislamu na kumwamini mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kwa muda wa dakika 8-9 mpaka 10 na jambo moja ambalo nataka kushare pamoja na nyinyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema Qul jaa al-haqqu, haki itapokuja na batili itajitenga. Hakika ya batili siku zote ni yenye kujitenga. Innal batila kana zahuqa, batili ni yenye kujitenga. Sasa leo nina clip hapa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nataka nimzungumze na clip yake na kumpa hongera kidogo na kumwambia huo sasa ndio Uislamu, akionekana kwamba kwa mkoa ni msomi mzuri sana wa vitabu vya Mwenyezi Mungu, ni msomi na ni mtu ambaye naona anatafuta namna ya ukweli ulivyo. Isikilize kauli yake ya mkuu wa mkoa, tunamuombea dua sana, aendelee vizuri katika majukumu yake, asimpendelee mtu yoyote, atende haki kama anavyoendelea, na kwenye ukweli basi auseme ukweli wa kusema. Mkuu wa mkoa huyu anasema kwamba yeye akishaondoka katika maisha ya duniani azikwe kama wanavyozikwa Waislamu, azikwe kama wanavyozikwa Waislamu. Tena akazungumzia azikwe na sanda, kwa sababu Waislamu wanazikwa na sanda, na hajawahi kuona katika Biblia wapi watu wanazikwa katika sanduku, wapi watu wanazikwa katika sanduku. Na aliwataka baadhi ya wachungaji wamuonyeshe kwamba wapi watu wanazikwa katika sanduku. Na huu ndio usomi, tuwe tunajifunza kusoma vitabu vya Mungu, tusisomewe. Siku zote napiga kelele kwa wenzetu upande wa pili wanasomewa hawasomi. Sasa leo tunawapa faida wasome wasisomewe. Lakini namna ya kuzika katika kitabu cha Biblia unapata katika Matendo 9 mstari wa 37. Naomba tusome Matendo 9 mstari wa 37. Matendo 9:37 kwa mujibu wa Biblia tunatafuta nini maana ya kuzika. Yaani kuzika kukoje na kipi kinafanyika kabla ya kuzika. Matendo 9:37. Naomba kama una Biblia yako unaweza ukafungua Matendo 9 mstari wa 37. 9:37 inasema maneno yafuatayo: na mwanafunzi mmoja alikuwepo Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Tunapata kitu cha kwanza katika Biblia kinazungumza kuosha. Kitu cha kwanza katika Biblia kinazungumza kuosha. Kitu cha kwanza katika Biblia kinazungumzia kuosha. Kitu cha kwanza katika Biblia, narudia tena, kinazungumzia kuosha. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani, yani juu. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani, manake walimweka juu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kipo katika Biblia inazungumzia kuosha. Kitu cha kwanza katika Biblia kinazungumziwa kuosha. Kwa hiyo hata katika Uislamu kitu cha kwanza mwanadamu anapokufa kinazungumziwa swala lazima la kumuosha. Kuna taratibu za kumuosha mtu. Kuna taratibu za kumuosha mtu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Biblia inazungumza wanasema ni kuosha.
Lakini baada ya kuosha, Biblia ikazungumza tena. Baada ya kumuosha, nini kilifata? Baada ya kumuosha, nini kilifata? Baada ya kumuosha, nini kilifata? Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu anakoshwa. Baada ya kukoshwa, kuna mambo mengine yanafata, ambayo kumtia katika sanda. Wanamtia katika sanda. Ukishaoshwa sasa, unakuja unatiwa katika sanda. Je, ni kweli? Je, ni kweli wafuasi ambao wanafuata Biblia wanafanya hili swala? Soma Matendo 5 mstari wa 6, inasema kuna mtu alikufa, vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, sio suti. Kama anavyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa, Biblia inatambua sanda, haitambui suti. Acha ubishi, kaa chini, soma vitabu vya Mungu. Kuwa na desturi ya kusoma, sio kusomewa. Biblia inasema sanda. Biblia inasema sanda. Lakini chengine, Biblia kuna jambo inatambua. Jambo gani? Luka 7 mstari wa 14. Luka 7 mstari wa 14. Akakaribia Bwana Yesu, akaligusa jeneza. Akaligusa jeneza. Akaligusa jeneza, sio sanduku. Akaligusa jeneza. Tazama, Biblia inajua kuosha, kumvika sanda, na akaligusa jeneza. Na akaligusa jeneza. Mnakwama wapi ndugu zangu jamani? Someni Biblia ilivyoandikwa. Fateni matendo yaliyomo ndani ya Biblia. Yanasema kuosha, yanasema sanda, yanasema jeneza. Kisha wakamzika. Ukisoma Matendo 5:6, baada ya kumtia katika sanda, wakamtoa nje, wakamzika. Hawakumvisha tena suti. Jitafakari katika maisha yako. Biblia haitambui suti, Biblia inatambua sanda. Aliyekwambia mvishane suti na kutiana kwenye masanduku nani? Wakati Biblia haizungumzii suti, haizungumzii sanduku, inazungumzia sanda. Karibu katika Uislamu kwa kuyaelewa haya maneno. Usiache kusubscribe channel yetu ili upate vitu vingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.